Info Channel. Subscribe now. Yes bana, karibu kusikiliza dondoo mbalimbali kuhusiana na zile taarifa ambazo zinaendelea kuandikwa kupitia mitandao ya kijamii. Na taarifa kubwa nilionayo hapa ni kuhusiana na CCM ya ahidi ilani itakayotatua changamoto za ajira kwa vijana. Moja kwa moja kutoka Bukoba, katika kukabiliana na uhaba wa ajira Tanzania, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema chama hicho kitakuja na ilani bunifu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili kuongeza kasi ya mapato kwa wananchi wote ikiwamo vijana kufanikiwa kiuchumi. Amesema ilani hiyo itasaidia kukabiliana na changamoto ya uchache wa ajira na lawama kubwa zilizotolewa kwa serikali inayoundwa na chama hicho kutoka kwa vijana wanaohitimu vyuo mbalimbali nchini na nje ya nchi. Wasira anatoa kauli hiyo katika kipindi ambacho baadhi ya makundi yameanza kujitokeza hadharani ikiwemo walimu wasio na ajira nchini kufanya mikutano na vyombo vya habari kushinikiza serikali kuwapa ajira. Akizungumzia leo Machi 22 mwaka 2025 kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Kemondo, tarafa Kateroro, wilaya ya Bukoba mkoani Kagera, Wasira amesema kilio cha ajira wanakisia, lakini Watanzania na vijana wanapaswa kufahamu chama hicho kimefanya makubwa na maendeleo yanavyokuja yanakuwa na changamoto zake. Amesema pamoja na changamoto mpya kama kuwa na wasomi wengi, chama hicho ni lazima kije na mkakati wa kuwalinda hasa vijana kutokana na umuhimu wao. Tumeshakubaliana tutakuja na ilani bunifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 itakayotoa upendeleo maalum kwa vijana, kuja kuongezeka kasi ya mapato kwa vijana ili waweze kufanikiwa kiuchumi, amesema. Wasira amesema hawawezi kulitenga kundi hilo kwa kuwa ni kubwa na lina ushawishi mkubwa, hivyo wanalitegemea katika kuleta mageuzi ya kiuchumi Tanzania. Katika kamati ya kutengeneza ilani, mimi mwenyewe ni mjumbe, ninachosema nina uhakika nacho, lazima tuje na ilani bunifu kukabiliana na tatizo la ajira. Vijana wanahitajika kumiliki uchumi, amesema na kuongeza, tumekubaliana lazima vijana wapewe nafasi maalum. Kama wanafanya kazi ya uvuvi, lazima wafanye shughuli hiyo kisasa. Lazima tuwasaidie zana za kazi za kisasa, amesema. Wasira amesema kulingana na mazingira sasa wamefanya tathmini na kutambua vijana hawahitaji fedha za kusubiria kwa muda mrefu na badala yake wanataka fedha za haraka. Ndio ujana huo, wala uwezi kuwalaumu kwa sababu tumewasomesha alafu tumewapa simu za kupangusa na kidole. Dunia nzima iko kiganjani mwao na wanafuatilia yanayojiri duniani, amesema. Amesema chama hicho kimetafakari kuna miradi wakileta itakuja kunufaisha vijana, ikiwemo kufanya uvuvi wa kisasa kwa kuwapatia vifaa vinavyokidhi mahitaji hayo. Kama wanafanya kilimo, basi tunaangalia mazao ya muda mfupi, wanalima na kuvuna kama bustani za nyanya, wanalima na kuvuna, wanauza na kununua vocha, maana vijana wapo tayari kulala njaa ili mradi tu wapate vocha, amesema. Katika hatua nyingine, mbunge wa Bukoba vijijini Jason Rwekiza amesema katika kipindi cha miaka 4 serikali imefanya vizuri hasa kwenye sekta ya maji. Walipokea fedha ya utekelezaji wa miradi 38 ikiwemo Lukindo, Katare na Lubale. Miradi mingi imekamilika na baadhi imeanza kufanya kazi. Maeneo mengi yataanza kunufaika na huduma maji safi na salama. Jumla ya miradi yote ni zaidi ya Tanzania shillings bilioni 25, amesema. Katika sekta ya elimu, shillings bilioni 29.6, wamejenga madarasa 194, matundu ya vyoo yapatao 195 na shule zingine ili kuwarahisishia wanafunzi kusoma mazingira mazuri na rafiki. Huko katika sekta ya afya, serikali ikiwapa zaidi ya shillings bilioni 3 ili waweze kutekeleza mahitaji ambayo yanahitajika. Mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Richard Kasesela amesema dhambi kubwa inayotafuna wana CCM pale tunapopata madaraka ni kiburi na kujisahau kwa sababu ya madaraka. Jambo lingine, tamaa, ulafi. Jamani, madaraka anatoa Mungu, waacheni nao wagombee ili ukishinda nawe ushinde kwa haki bila nongwa, amesema.
Awali mjumbe wa halmashauri kuu taifa kutoka mkoa wa Mbeya Ndele Mwaselela amesema kutokana na utekelezwaji wa ilani katika kuleta maendeleo, anaamini uchaguzi ujao wanaenda kushinda kwa kishindo. Kazi iliyobaki ni wana CCM kuwa pamoja, kushirikiana na kuzungumza lugha moja kukabiliana na vyama vya upinzani, amesema. Bana, hili ni moja jambo kubwa ambalo linaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na inakuja kutengenezwa ilani na Chama cha Mapinduzi. Hususan ilani hii hapa bana itakwenda kubase kwa vijana katika ule mpango wa kuwaletea vijana ajira, kwa sababu moja ya challenge kubwa ambayo inaendelea sasa hivi ni vijana kukosa ajira. Sasa imezungumzwa, sasa vijana wasubirie utekelezaji wake. Mimi naitwa Jackson Jambele, endelea kufuatilia kupitia Gangana Info Channel. Gangana's Info Channel, subscribe now.